Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanafanya kazi kidogo lakini wanapata matokeo makubwa, wakati wengine wanahangaika mchana na usiku lakini hawasongi mbele? Umechoka, umeweka effort, umejituma, lakini matokeo hayalingani na nguvu unayoweka. Hapo ndipo watu wengi hukosea. Wanadhani mafanikio yanahitaji kufanya kila kitu, lakini ukweli mchungu ni huu: sio kila unachofanya kina thamani sawa. Ndani ya maisha yako kuna mambo machache sana, labda 20% tu, ambayo yana uwezo wa kubadilisha 80% ya matokeo yako. Hii ndiyo inaitwa sheria ya 80-20 au Pareto Principle. Kabla hatujaendelea, fanya jambo la kiungwana la kusubscribe kwenye channel hii, ambayo itakufanya uelewe kuhusu mafanikio. Na ukishaielewa, utaacha kuchoka bila sababu, utaacha kuwa busy bila matokeo, na utaanza kuishi maisha ya kimkakati. 1. Kwa nini unafanya kazi sana lakini hupati matokeo? Unachanganya shughuli na maendeleo. Tatizo kubwa la watu wengi si kukosa kufanya kazi, ni kufanya kazi nyingi zisizo na impact. Unaamka mapema, unafanya vitu vingi siku nzima, unaenda kulala umechoka, lakini ukiangalia maisha yako miezi 6 iliyopita, hakuna mabadiliko makubwa. Kisaikolojia, ubongo hupenda kuhisi unafanya kitu. Hivyo, unajaza siku yako na tasks nyingi ili ujisikie productive. Lakini ukweli ni huu: kazi nyingi hazizai matokeo makubwa. Kazi chache sahihi ndizo huzalisha mafanikio. Sheria ya 80-20 inasema, kati ya kazi 10 unazofanya, labda 2 tu ndizo zinazosukuma maisha yako mbele. Lakini kwa sababu hujui zipi, unaishia kupoteza nguvu zako zote kwenye 8 ambazo hazibadilishi chochote. 2. 80% ya muda wako inapotea bila wewe kujua, na inaonekana kama kazi halisi. Hili ndilo eneo hatari zaidi. Watu wengi hawapotezi muda kwa uvivu, wanaupoteza kwa shughuli zisizo na tija. Unaweza kutumia masaa mengi kujibu messages zisizo muhimu, kuscroll mitandao bila mpango, kufanya kazi ambazo zinaonekana kama busy lakini hazileti matokeo, kushughulika na watu ambao hawana impact kwenye maisha yako. Na yote haya yanaonekana kama niko busy. Lakini ukikaa chini na kuchambua, utagundua kitu cha kushangaza. Sehemu kubwa ya siku yako haipelekei matokeo yoyote. Watu wenye akili ya juu wanajua hili, ndio maana hawajazi ratiba, wanaichuja. 3. Njia ya kutambua vichache muhimu vinavyobadilisha maisha yako. Hapa ndipo maisha yanabadilika. Unahitaji kujiuliza swali moja gumu sana: ni vitu gani vichache nikivifanya kila siku vinaweza kubadilisha maisha yangu? Kwa mfano, kujifunza skill moja inayolipa vizuri, kujenga network sahihi, kuwekeza muda kwenye afya yako, kufanya kazi moja ya msingi inayozalisha kipato. Hizi ndizo 20% zako. Tatizo ni kwamba hazionekani glamorous, hazina haraka ya matokeo, na mara nyingi ni ngumu kuzifanya kila siku. Lakini ukweli ni huu: hivi vichache ndivyo vinabeba maisha yako yote. Watu wengi wanavipuuza kwa sababu vinaonekana vidogo, lakini wenye mafanikio wanavishikilia kama dhahabu. 4. Mbinu ya kutumia 80-20 kwenye maisha. Acha kufanya kila kitu, anza kuchagua. Ukielewa hii kanuni, maisha yako yanabadilika kutoka kuwa random kwenda kuwa strategic. Hapa kuna mbinu muhimu. Chuja kazi zako. Jiulize, kazi hii inachangia nini kwenye maisha yangu? Kama haina impact kubwa, iondoe au ipunguze. Ongeza muda kwenye kile kinacholipa. Kama kitu kinakuingizia pesa, maarifa au growth, ongeza muda hapo. Punguza distractions bila huruma. Kila kitu kinachokutoa kwenye focus yako ni adui wa mafanikio yako. Jenga mfumo, sio juhudi za ghafla. Fanya kidogo sahihi kila siku, sio nyingi bila mpangilio. 5. Biashara 80-20. Wateja wachache ndio wanakuletea faida kubwa. Kwenye biashara, kanuni hii ni wazi sana. Mara nyingi, 20% ya wateja ndio huleta 80% ya mapato. 20% ya bidhaa ndio huuza zaidi. 20% ya effort ndio huleta growth kubwa. Lakini wafanyabiashara wengi wanachanganya, wanajaribu kufurahisha kila mtu. Wenye akili ya juu hufanya kinyume, wanabaini wateja muhimu,
wanawapa nguvu na wanaacha kupoteza muda kwa wasio na impact. Hii ndiyo tofauti ya biashara inayokuwa na ile inayobaki mahali pamoja. 6. 80-20 kwenye maisha binafsi. Watu wachache ndio huathiri furaha yako zaidi. Si kila mtu ana nafasi sawa kwenye maisha yako. Kuna watu wachache wanaokuongezea nguvu, wanaokufungua akili, wanaokupa direction. Na kuna wengine wengi wanachukua muda, wanachosha akili, hawana impact yoyote. Sheria ya 80-20 inakufundisha kuchagua. Weka nguvu zako kwa watu wachache sahihi, si kwa kila mtu. Hii si ubinafsi, ni akili. 7. Ukielewa 80-20, utaacha kuwa busy na kuanza kuwa productive kweli. Tofauti kati ya mtu busy na mtu productive ni hii. Busy hufanya kila kitu. Productive huchagua kitu sahihi. Busy hujaza siku yake. Productive hujaza matokeo yake. Busy huonekana anafanya kazi. Productive huonekana anasonga mbele. Hii ndiyo nguvu ya 80-20. Unapoanza kuchagua badala ya kufanya kila kitu, unapunguza uchovu na kuongeza matokeo. Maisha hayahitaji nguvu nyingi, yanahitaji mwelekeo sahihi. Sio kazi nyingi zinakufikisha mbali, ni chache sahihi unazofanya kwa consistency. Sheria ya 80-20 si nadharia, ni ukweli unaonekana kila sehemu, kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye fedha na hata kwenye maisha. Ukianza kuitumia leo, utaacha kupoteza muda, utaacha kuchoka bila matokeo na utaanza kuona mabadiliko makubwa kwa juhudi chache. Kama umejifunza kitu, andika kwenye comment neno 20%. Hiyo itakuwa ishara kuwa umeanza kuona maisha kwa macho mapya. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya maarifa mengine ya nguvu kama haya. Tukutane kwenye video inayofuata.